Habari, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Infinix Creation, na katika siku ya leo ni siku nzuri zaidi ambayo tunakuletea tazamo jipya ambayo ni tazamo la mashairi. Na siku ya leo tutakuwa na msanii wa mashairi katika studio zetu hapa, ambapo tutapiga naye story 2-3 kuhusiana na jinsi alivyoanza kazi zake za mashairi na changamoto alizozipitia, lakini nini kilichomo zaidi kwenye kazi yake ya sanaa ya mashairi. Karibu tuwe pamoja na tuwote mpaka tamati ya kipindi hiki. Mimi naitwa Mashala Magai, ni mwandishi wa mashairi. Tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2021 nilifanikiwa kuzindua kitabu changu cha kwanza cha mkusanyiko wa mashairi kwa lugha ya Kiingereza pale Maktaba Kuu ya Taifa, na nimekuwa nikijihusisha na mambo ya uandishi bunifu kipekee, hasa katika ushairi kwa muda mrefu sasa. Ni takriban miaka 10 ama zaidi, na nimekuwa nikifanya na association mbalimbali za washairi. Kwa mfano Arusha Poetry Club, wakati fulani tulikuwa kuna Umoja Poetry Club Iringa, kuna poetry clubs mbalimbali nyingine ambazo pia nimekuwa nikifanya nao kwa kipindi chote hicho ambacho takriban miaka 10 sasa. Turudi kwenye kitabu ambacho nilizindua tarehe 6 mwezi wa 8 2021 pale Maktaba Kuu ya Taifa. Ni kwamba kile ni kitabu ambacho ni mkusanyiko wa mashairi kama nilivyokuwa nimesema mwanzoni, ama kwa lugha ya Kiingereza nasema is a poetry anthology, ambayo ni mashairi ambayo yana dhima ama dhamira tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna maudhui ambayo yanaongelea kuhusu hali ya kijamii, kuna maudhui ambayo yanaongelea hali ya kiuchumi, kuna maudhui ambayo yanaongelea hali ya kisiasa, kuna mengine yanaongelea mabadiliko makubwa ya ukuaji wa sayansi na teknolojia duniani. Kipekee kuna shairi ambalo linaongelea kuhusu sayansi na teknolojia ambayo inaitwa artificial intelligence. Tunafahamu kwamba katika ulimwengu wa sasa ambao teknolojia imekuwa sana, elimu hii ya akili bandia ama artificial intelligence ni muhimu sana kwa matumizi ya viwandani, kwa matumizi ya maisha ya kawaida na vitu vyote. Kwa mfano, sasa hivi kuna matumizi makubwa sana ya teknolojia kwenye mfano teknolojia ya mawasiliano na habari, vitu kama matumizi ya simu na matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hivyo nafikiri pia kukua kwa teknolojia kutasaidia katika kuchagiza katika ukuaji wa sekta mtambuka za kiuchumi, kwa sababu leo tunashuhudia kwamba kuna watu wanafanya biashara kwa njia ya mtandao kwa kutumia teknolojia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi nafikiri Mystery of My Sensitivity. Idea ya kuandika Mystery of My Sensitivity ilikuwa ni idea yangu ya miaka mingi. Nakumbuka wakati nikiwa sekondari, nafikiri kati ya ngazi ya form 3 au kama hicho, nilikuwa by then nina kiu ya kutamani siku moja kuandika, na nilianza kuandika hadithi fupi na vitu vya namna hiyo. Lakini kadri muda ulivyokuwa unaenda, malengo yakawa yanaenda yanakuwa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo, kwa kujibu swali lako, idea ya kuandika Mystery of My Sensitivity ni wazo la miaka kama 10 iliyopita. Kuwa tumeanzisha umoja wa washairi kwa Iringa, ilikuwa inaitwa Umoja Poetry Club. Sasa baada ya kuwa tumeanzisha ule umoja na kuanza kuandika mashairi na kushare kwenye social platform,
baadaye sasa nikaanza kupata feedbacks kutoka kwa watu ambao walikuwa wakisoma zile poems kwenye social media mbalimbali, kwamba kwa nini usiandae sasa kitabu. Sasa nilipoanza kupata hizo feedbacks zikanifanya nione kabisa kwamba ndio wakati umefika sasa wa kukaa na kuandaa kitu ambacho kitakuwa rasmi na ambacho sasa watu wengi kitaweza kuwafikia. Kwa hivyo ndipo wazo hilo la kuandaa kitabu ambacho kinaitwa Mystery of My Sensitivity ilipoanzia. Okay. Kuzivuka changamoto za kuwa na kitabu cha Mystery of My Sensitivity ama kutokuzivuka, kimsingi ni kwamba ni kweli changamoto zipo, na hasa ukiwa ni mwandishi ambaye ni chipukizi ndio unaanza, kuna changamoto nyingi. Kwa mfano, mimi nilikutana na changamoto kadhaa. Moja ya changamoto ya kwanza ilikuwa ni fedha. Kupata fedha kwa ajili ya kuchapa kitabu, kupata fedha kwa ajili ya kufanya distributions masoko, kwa sababu mimi nilikuwa mchapaji binafsi ama self publisher. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni kwenye swala la lugha. Nitumie lugha gani katika kuandaa kazi yangu? Ama nitumie Kiswahili au nitumie Kiingereza? Kwa hiyo nikajaribu kuongea na watu kadhaa, nikatafuta ushauri mahali kadhaa. Baadaye na mimi nikatumia mawazo yangu, nikasema fine, nitaanza na lugha ya Kiingereza. Lakini kwa sababu mimi ni Mtanzania na mapenzi makubwa na lugha ya Kiswahili, nikasema nitatumia lugha zote mbili, lakini kwa sababu ya hiki kitabu kitakuwa cha kwanza, nitaanza kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kadri nitakapokuwa naendelea na uandishi wa vitabu vingine, basi vitakuwa kwa ambavyo pia vitakuwa katika lugha mama ya Kiswahili. Kwa hiyo swala la lugha pia ilikuwa ni changamoto, lakini swala lingine ilikuwa changamoto nyingine ambayo unakutana nayo ni soko, kwamba wewe ni mgeni au hujui kwamba utapata wapi soko, ni namna gani utaingia kwenye soko, market penetration, utapenetrate vipi kwenye soko, na ni nani watakuwa ni stakeholders wenzako kwenye biashara, kwa sababu sasa hapo ushaingia kwenye biashara, sio ubunifu tena. Ubunifu umeshamaliza kwa sababu umeshaandaa kazi, umekwisha itoa, imekwisha. Sasa kinachokuwa kinafuata hapo sasa ni biashara. Kwa hiyo sasa ni kwa kiasi gani unaifahamu hiyo biashara, kwa kiasi gani unafahamu masoko ya vitabu, nani wanunuzi wa vitabu hapa kwetu Tanzania, kama unatumia njia za mitandao kwenye majukwaa ya kimtandao, je, ni majukwaa gani ambayo utafanya nao biashara, utafanya nao katika terms zipi, na kama ni kampuni za uchapaji, je, unaijua mikataba yao, unawezaje kupata mkataba wa kufanya na hizo kampuni za kubwa za uchapaji. Kwa hiyo ndio kulikuwa kuna changamoto za namna hiyo ambazo nyingine ilikuwa ngumu kuzikabili, lakini zile zilizowezekana kukabilika tuzikabili kwa kadri tulivyokuwa inawezekana. Kiukweli ni kujibu swali lako kwamba ni kwa namna gani, nafikiri tu ni ile hali ya kutokukata tamaa. Kitu cha kwanza ni kufahamu kwamba sekta ya ubunifu, creative industry, mimi naamini ni sekta muhimu sana ambayo pia hata serikali na vyombo vyake wanapaswa kuipa jicho la kipekee kwa kuwapa nguvu hawa vijana na kuendelea kuwasupport hawa vijana ambao wana ubunifu mbalimbali, ambao wanaweza kutumia talanta na karama ambazo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu kama sehemu ya kutengeneza ajira zao za kudumu na pengine kutoa riziki kwa watu wengine. Tumeshuhudia kwenye tasnia zingine, kwa mfano kama tasnia ya muziki, tunaona jinsi mambo yanavyokwenda, labda tasnia za michezo, kwa mfano kama kwenye mpira, tunaona kwenye tasnia labda za uigizaji, tunaona kwenye tasnia labda za mitindo na vitu kama hivyo. Ningetamani kwamba hata katika sekta ya ubunifu kwa upande wa waandishi wa vitabu pia serikali iweke jicho la kipekee. Nafahamu kwamba kwa sasa kuna mfuko wa utamaduni wa sanaa ambao
unawaunganisha vijana mbalimbali ambao wanakuwa wana mawazo na wanafikiria kwamba wanaweza kufanya kazi za sanaa, wakawa productive, wakafanya vitu. Nafikiri kuna namna ambavyo mfuko ule wa sanaa una waendorse vijana na kufanya nao kazi. Kwa hiyo pia kwa vijana ni swala la muhimu zaidi ni kuwa organized, ni kuwa na vitu ambavyo ni kuwa rasmi, ujulikane uko wapi, unafanya nini, kama ni kuwa na ofisi au kama ni kufanyia kazi wazo lako. Kwa hiyo kuweka vitu katika mpango ambao ni mpango rasmi ambao unaweza ukaenda sehemu yoyote ukaaminika ama ukapata ufadhili, kwa sababu ukweli ni kwamba tunapaswa tuitumie vizuri sekta ya ubunifu, creative industry, kama njia ya kutoa ajira kwa vijana. Mimi naamini sekta ya ubunifu inaweza ikatoa ajira kwa vijana wengi sana wa Kitanzania.